kitabu ni cha Luka 8. Uzuri wa andiko ni kulielewa, kupata details. Bwana asifiwe. Ndio maana ukitafuta kazi wewe unaambiwa upeane CV. Wale wameandika barua ya kutafuta kazi wanajua CV ni kusema nini. Yaani huyo mwajiri anataka kujua vizuri kile unapenda na masomo yako na kila kitu kukuhusu. Luka 8. Luke chapter 8 kuanzia verse 43. Andiko linaongelea kuhusu mwanamke ambaye aliponywa na Yesu. Sio kitu cha maana ni kupata details katika hilo andiko. Ninaamini sote tutabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Luka 8:43. Tunampata Yesu akiwa safari yake, maana alikuwa ameandikwa. Nitasoma Luke chapter 8 verse 43. Tuanzie verse 40. Basi Yesu aliporudi, mkutano ulimkaribisha kwa furaha, maana walikuwa wakimngojea wote. Na tazama, mtu mmoja akaja, jina lake Yairo, naye ni mtu mkuu wa sinagogi. Akaanguka miguuni pa Yesu, akamsihi aingie nyumbani kwake, kwa kuwa binti yake yu katika kufa, ambaye ni mwana wa pekee, umri wake umepata miaka 12. Na alipokuwa akienda makutano walimsonga. Bwana asifiwe. Tunapata huyu Jairus alikuwa amemwalika Yesu kwake, maana alikuwa na ombi ili akaweze kumponya binti yake. Na wakati Yesu yuko katika safari, tunaambiwa kuwa kulikuwa na umati wa watu, na watu waliendelea kupinyana sana, vile wote tunakimbilia pesa za kampeni huko nje. Bwana asifiwe. Wakati unasikia kuna mtu anakuja tunajaa kule. Sasa kulikuwa na umati wa aina hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwanamke ambaye Biblia inasema alikuwa ametokwa na damu miaka takriban 12, na kulingana na andiko, huyu mwanamke alikuwa amegharamika sana, ameenda kwa waganga ili aweze kuponywa. Alikuwa ametumia pesa zake, mali yake, alikuwa ametumia karibu kila kitu. Bwana asifiwe. Ukifika katika hali hiyo katika maisha ya wanadamu, wakati hauna, umeuza kila kitu, shamba umeuza, mifugo umeuza, unabaki bila. Kwa ufupi utakuwa wewe ni maskini. Bwana asifiwe. Maana andiko linasema alikuwa ameuza kila kitu. Ukiuza kila kitu unabaki bila. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii hadi haijapona, na tunampata kuwa ameuza kila kitu, na tunaelewa kuwa jambo lolote kuhusiana na damu, sana sana kuna watu wanajua mahali vichinjio, mahali wanachinja ng'ombe ama mbuzi, mahali kunachinjwa wanyama, unajua ile harufu kuwa pale, ukipita utajua hapa kuna ile harufu. Bwana asifiwe. So niko na hakika huenda huyu mwanamke alikuwa katika hali hiyo, ile hali ya kunuka. Bwana asifiwe. Sababu damu ikiganda ama yaani mahali damu ina vile nimesema kama kijijio, unaelewa hiyo harufu. So kuna uwezekano huyu mwanamke alifika mahali, sababu hiyo damu ilimfanya akuwe kama ni mtu wa kunuka. Bwana asifiwe.
Na ukifika katika hiyo hali, unakuwa mtu ambaye hauwezi kaa na wenzako, utaanza kutengwa. Bwana asifiwe. Kama ulikuwa unakaa na familia, utajengewa mahali, utatengwa, utakaa kando, utawekwa, yaani mahali utaishi maisha yako peke yako. Sasa utaanza kuwa na yale maisha ya upweke. Bwana asifiwe. Unakosa marafiki, watu ambao ulikuwa nao, watu ambao walikuwa wa karibu kabla hali hiyo iweze kuwa hivyo, wengi wanakutoroka. Sababu ni wana hakika, hakuna mtu ambaye anataka kukaa na mtu ambaye hako na harufu. Bwana asifiwe. Wengine, kuna watu wengine hata ukikutana nao unaweza shakaa. Bwana asifiwe. Mtu, yaani mtu ambaye haogi anakuwa na harufu fulani. Unajua saa zingine sisi tumezoea, Mungu akipita unachukua jiwe unagonga. Kitambo mimi nilikuwa nimezoea hivyo. Sasa saa zingine unaweza fikiria ni mbwa, kumbe ni binadamu. Bwana asifiwe. Watu ambao wako na harufu utaanza kutengwa. Bwana Yesu asifiwe. Na hata kama uko na marafiki, unajua wanadamu sisi tunajielewa. Wakati unaenda kuona mwenzako, akwambie, brother, unajua tangu jana sijaona breakfast ama lunch, hata supper sijaona. Kama uko na kitu unamwachia, hiyo ni siku ya kwanza. Ukirudi huko baada anakwambia the same thing. Mara tatu ukijikaza urudi huko, itafika mahali utaanza kuavoid watu kama hao. Si ni ukweli? Unaanza kuavoid. Sababu huyu hana. Na mtu kama huyo ni vigumu sana kuajiriwa. Huwezi pewa kazi ukiwa na hali kama hiyo. Bwana asifiwe. Inakuwa ni vigumu sana. Unakuwa mtu ambaye umekataliwa, umetengwa, unaishi maisha ya upweke. Bwana asifiwe. Hadi familia wanakutenga. Huwezi fanya kazi, huwezi fanya chochote. Mahali umewekwa pale nyumba, unakaa na nyumba yako peke yako. Bwana asifiwe. Na ni mwanamke. Sasa katika hiyo hali hawezi pata nyumba, na maanisha kuoleka ama kuwa na ndoa, sababu ya hiyo hali. Bwana asifiwe. Biblia inasema wakati hiyo hali iliendelea kuzidi, verse 44 inasema alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo damu kwake, na mara hiyo kutoka damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro alimwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Bwana asifiwe. Hapo ndipo nilipopata ujumbe. Kuna ujumbe wangu ulikuwa ni kumgusa Yesu. Bwana asifiwe. Hapa umati umejaa, na kulingana na vile watu wamejaa, ilikuwa ni vigumu sana huyu mwanamke kumfikia Yesu, maana yeye alikuwa ameamini kuwa akigusa tu upindo wa Yesu, imani yake ilikuwa imemwelekeza kuwa atapona. Bwana asifiwe. Huyu mwanamke alitia bidii sana, alitia bidii licha ya watu kujaa. Yeye aliamua hiyo siku, na hakuna siku nyingine. Siku yake ya uponyaji ni hiyo, wakati Yesu alikuwepo. Bwana asifiwe. Yeye aliamua liwe liwalo, lazima ataligusa hilo pindo la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Aliendelea kusonga, akasonga, watu wameshikamana pale, akasonga hadi akafika mahali ambapo aligusa upindo wa Yesu. Bwana asifiwe. Yesu akawauliza, nani amenigusa? Bwana asifiwe. Nani amenigusa?
tuelewe kuwa huyu mwanamke aliogusa upindo wa vazi la Yesu Kristo, lakini Yesu akasema kuna mtu amemgusa. Bwana asifiwe. Na ukiangalia na umati, hata Petro akamwambia, Bwana mkubwa, tumejaa, tuko watu wengi, na labda tu ni ile kusukumana hapa hivi, ndio maana ukahisi ni kama umeguswa. Lakini vile huyu mwanamke alimgusa Yesu ilikuwa ni tofauti sana. Maana Yesu anasema vile nimeguswa sio kawaida, na hizi nguvu zimenitoka. Bwana asifiwe. Sema amen. Yesu akasema vile nimeguswa sio kawaida, maana na hizi nguvu zimenitoka. Bwana asifiwe. Nasikiza kuwa tuelewe, huyu mwanamke aligusa upindo wa Yesu. Yesu akasema ameguswa, na mwisho Yesu anasema vile ameguswa anahisi nguvu zimemtoka, na vile huyu mwanamke aligusa ule upindo alipona. Bwana asifiwe. Hapo ndo nilielewa kuwa kuna tofauti ya Mungu kukuguza na wewe kumguza Mungu. Bwana asifiwe. Yesu anaweza kuguza. Kuna watu wengi ambao Yesu aliguza. Wakati unahitaji uponyaji, Yesu akikuguza utapona, sawa. Bwana asifiwe. When God touches you, He brings you healing totally. He brings you transformation. He brings you elevation. Everything you need in life. Praise God. Mungu kukuguza atafanyia lote. Lakini huyu mwanamke wakati alimguza Yesu, he drew power from Jesus. Bwana asifiwe. Alipokea nguvu kutoka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Yeye kuguza pindo la Yesu, hilo halikumfanya apone. Ni nguvu za Yesu kuingia ndani yake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nguvu za Yesu zilimwingia. Maana nguvu za Yesu hana historia ya ugonjwa mahali popote. Hana historia ya ugonjwa. Hana historia ya laana mahali popote. Bwana asifiwe. Nguvu za Yesu ndizo zilizomfanya huyu mwanamke aweze kupona. Bwana asifiwe. Wakati uko na hizi nguvu, wakati unapokea hizi nguvu, Biblia inasema huyu mwanamke ile hali iliisha hapo hapo. Bwana asifiwe. Wakati unapokea hizi nguvu za Yesu ndani yako, zinafanya repair ya kila kitu ambacho kilikuwa kimeharibika maishani mwako. Bwana asifiwe. Inafanya repair ya kila kitu. Bwana asifiwe. Hiyo hali ilikoma wakati huo. Bwana asifiwe. Mungu anataka akupe ule uwezo. Yaani God wants to empower you to be an extension of the hem of His garment. Bwana asifiwe. Yaani ukue, naongea kuhusu extension. To be an extension means, unajua wakati ukiangalia video system inafanya kazi, kuna wall socket pale, ukiangalia vizuri kuna wall socket. Lakini kwa sababu hizi gadgets zinatumika hapa ni mingi, you must have an extension. Extension ni kibidhaa unaona pale. Yote mnaelewa extension. Sasa hii extension inatoa pale moto, alafu hizi bidhaa zote zinapokea moto kutoka kwa hii extension. So ndivyo Mungu anataka sisi wanadamu tuwe. Bwana asifiwe. Ukishapokea hizo nguvu, ukipata mtu ambaye yuko na shida, atakaye kugusa anafaa kupokea the same healing this woman received. Bwana asifiwe. Anayekugusa anafaa kupokea, anafaa kupona.
ni extension ya ile garment ya Yesu wakati tunapokea hizo nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ile andiko niliona kuna vile linanijenga sana. Bwana asifiwe. Unafaa kuaffect wenzako na the same power ambazo ziko ndani ya nguvu za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke yeye haja ya moyo wake ilikuwa ni kupona, maana alisema kuwa hiyo ni version ya Mark, lakini huyu mwanamke ndani ya moyo wake alikuwa amesema yeye anatamani kuligusa pindo la Yesu. Lakini tunaona baada ya kuligusa pindo la Yesu, haja ya moyo wake haikuwa ni kupokea nguvu kutoka kwa Yesu, ilikuwa ni kupona. Bwana asifiwe. Yeye haja yake ilikuwa ni kupona, lakini kwa sababu ya imani vile aliamini, baada ya kuligusa lile pindo, jambo la kwanza kulingana na andiko tunaona alipona. Bwana asifiwe. Na baada ya kupona, andiko bado linatuambia kuwa alipokea nguvu kutoka kwa Yesu. Bwana asifiwe. Kumaanisha kuwa alipokea zaidi ya vile alivyokuwa anataka. Bwana asifiwe. Imani ilimfanya apokee zaidi, maana Mungu anajua kile unahitaji na ako na uwezo wa kukupa zaidi. Bwana asifiwe. Unajua vizuri, unafaa ujiulize, ujipe challenge. Huyu mwanamke alimgusa Yesu. Yesu akauliza, ni nani amenigusa? Umewahi fanya kitu hadi Yesu akauliza ni nani amenigusa? Bwana asifiwe. Ni challenge. Bwana asifiwe. Yeye alipokea zaidi. Ndio maana mwimbaji alisema zaidi ya vile niombavyo Bwana anaweza kutenda. Bwana asifiwe. Zaidi ya vile uombavyo. Hakuna situation ambayo inamshinda Mwenyezi Mungu. Bwana asifiwe. Ni bidii yako. Utie bidii umguze Yesu. Bwana asifiwe. Situation yako isikufanye kuwa ama ikutie ubovu, ukose kung'ang'ana kama huyu mwanamke uweze kuguza Yesu. Bwana asifiwe. Kusiwe na jambo ambalo litakuzuia kuguza Yesu. Bwana asifiwe. Kusiwe na jambo lolote ambalo litakuzuia uweze kuguza Yesu. Maana wakati utamguza Yesu utapokea zaidi ya vile unavyotarajia. Bwana asifiwe. Utapokea zaidi. Bwana asifiwe. Tunaweza kuona kuwa tunaelewa hizo nguvu za Yesu zina mamlaka ndani yake. Bwana asifiwe. Na kuna vitu ambavyo ukiwa na hizo nguvu za Yesu, Biblia inasema kuwa, tusome verse 47, I think 47. Hiyo English version inasema vizuri hapo. Then the woman, seeing that she could go unnoticed. Huyu mwanamke alikuwa na wasiwasi baada ya kumguza Yesu. Unajua mwizi, hata kama si mwizi, unajua vijana pia, wakati mko vijana wawili ama watatu kwa nyumba, sasa wewe umeiba 50 ya jirani na mama kwa nyumba 50 yake alioni, anatafuta anawaita,
Uko na wasiwasi sababu ile 50 iko kwa mfuko hujatoa na hauna nafasi ya kuitoa. Uko na wasiwasi. Hii hautachukua ya mama yako, umeiba ya jirani. Sasa wakati mama anakuambia kuja toa kila kitu kwa mfuko, Bwana asifiwe, unapatikana na hii 50. Sasa hapo wewe unaongea ukweli, unasema mama, hii si yako. Sasa ndio unajitambulisha, unasema nimeiba na nimeiba kwa jirani, hii si yako, nimeiba kwa jirani. Sasa uko na kesi mara mbili. Kesi ya kwanza ni kuiba. Sasa huyu mama atakupani sababu ya kuiba pesa za jirani, na huyu jirani pia atakupani sababu ya kumuibia. Bwana asifiwe. Sasa unapata kuwa wakati huu mwanamke alipokea hizo nguvu, Yesu naye anauliza ni nani amenigusa? Huyu mwanamke alikuwa amejificha, ako na wasiwasi, anashindwa sasa, nitapigwa ama nitaambiwa nini? Lakini Biblia inasema kuwa the woman seeing that she could not go unnoticed. Yaani sababu ya hizi nguvu hauwezi jificha. You can't go unnoticed. Bwana asifiwe. Ukiwa na hizi nguvu hauwezi jificha. It's like ni kama ujauzito. Hata kuna kama jingine ya wamama hawajasoma kabisa na ni kamati, lakini ujauzito hata wa siku mbili anasema huyu ako na ujauzito. Bwana asifiwe. Ukiwa na hizi nguvu, hata kama huyu mwanamke alijitahidi kujificha, lakini haingewezekana. Bwana asifiwe. Wakati utapokea nguvu kutoka kwa Yesu, you won't go unnoticed. Bwana asifiwe. Hizo nguvu zitajidhihirisha wazi. Bwana asifiwe. Tukiangalia kitabu cha Luke 8 hapo nyuma kidogo, verse 26, tunaangalia kuhusu hizo nguvu za Yesu. 26 inasema hivi, they said to the region, wacha nisome Kiswahili. Wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya, naye aliposhuka pwani alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Nakusihi usinitese. Bwana asifiwe. Nguvu za Yesu. Bwana asifiwe. Hizi ni nguvu ambazo ukiwa nazo wachawi hawana usemi mbele yako. Bwana asifiwe. Hizi ni nguvu ambazo ukiwa nazo hauwezi jificha, zinaonekana wazi, mambo mengi yatakuwa wazi. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa na hizi nguvu, ukiangalia Luka 10:19, Luke 10 verse 19, tunaangalia nguvu za Yesu. Bwana asifiwe. Luke 10 chapter 19. Naomba tulo washuke, tukitoka hapa twende kulala. Bwana asifiwe. Tukule neno hadi masaa ya kulala, tukitoka tu hapa twende kulala. Bwana asifiwe. Luke 10:19. Tazama, nimewapa amri za kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana asifiwe. Ukiwa na hizi nguvu, uko na mamlaka
unatembea ndani ya mamlaka na uko na nguvu za kuamuru. Mapepo unaamuru, hata si kukemea. Yesu alikuwa anaambia mapepo, toka, nenda. Bwana asifiwe. Ukiwa na hizo nguvu, uko na hayo mamlaka. Bwana asifiwe. Uko na mamlaka ya kukanyaga nyoka na ngee na nguvu zote za yule mwovu. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri sana tujitahidi kwa maisha. Fanya lolote ili ukaweze kupokea hizo nguvu, ukaweze kumguza Yesu kwa njia yoyote ile. Mwingine atasema Yesu hapo mkuu. Sitakwambia uweze kwenda ukunywe ratarati, niseme nenda kuona Yesu huko. Bwana asifiwe. Jua jinsi utakavyomguza Yesu, hata kumsaidia mwenzako. Bwana asifiwe. Kumsaidia mwenzako yule ambaye anahitaji. Bwana asifiwe. Mbarikiwe sana.